Sasa na hapa nimekuta kila mradi hapa umechelewa. Mkurugenzi, tuambie, shule ya sekondari Mzindakaya mradi umechelewa milioni 380. Shule ya msingi Mzindakaya mradi umechelewa. Ujenzi wa shule ya wasichana Rukwa Girls na kwenyewe hivyo mradi umechelewa. Nyaraka Bwalo hivyo hivyo milioni 40. Ujenzi wa vyumba 6 vya madarasa, matundu 18 ya vyoo Kamnyalile na kwenyewe mradi umechelewa, umesuasua. Shule ya msingi Laela hivyo hivyo. Nini kimetokea? Mkurugenzi yuko wapi? Nini kimetokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe ndo mkurugenzi? Ndio. Nini kimetokea? Kila eneo hapa mradi umechelewa, mradi umesuasua, mradi. Nini tatizo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kilichotokea kwenye miradi hiyo yote kwa ujumla wake, fedha tumeletewa, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kutokana na maeneo baadhi tuliyojenga, kwa mfano shule ya wasichana ya mkoa, hatukuwa na nguvu ya wananchi kwa 100%. Kwa hiyo tulijikuta, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vitu vingi lazima tutumie fedha ambazo zipo, mpaka maji tulikuwa tunanunua. Na pia shule ile kama ulivyotoa maelekezo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ina changamoto sana ya maji. Kwa hiyo wakati tunajenga tulilazimika kununua maji kwa kutumia maboza pamoja na vyombo vingine. Mkurugenzi, nani kakuambia waliokamilisha walitumia nguvu ya wananchi? Kila mkoa umepewa fedha na wenzenu. Nimepita, nimezindua shule, watoto wako shuleni, mabwalo yamekamilika, madarasa yamekamilika, nyumba za walimu zimekamilika. Shule iko kama shule ya sekondari, iko kama chuo. Wewe umetoa wapi hiyo taarifa kwamba huko walitumia nguvu ya wananchi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, makadirio ambayo alikuwa amefanyika katika ujenzi ili ukamilike yalikuwa pia na hicho kipengele. Wewe umekuja lini hapa? Nimekuja 2024 mwezi wa 8. Umeukuta mradi ama mradi umekukuta? Mradi nimeukuta zilipokuwa zimekuja shilingi bilioni 3 awamu ya kwanza. Mhandisi yuko wapi? Mhandisi wa wilaya yuko wapi? Yupo. Mhandisi, hebu tuambie, mhandisi wa wilaya yuko wapi? Mhandisi wa wilaya yuko wapi? Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mhandisi, fedha zilizoletwa za miradi hii mmepeleka wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, naweza kusema tu na mimi pia kama nilivyosema mkurugenzi, mradi nimeukuta, nimekuja mwezi wa 4 mwaka 2024. Kwa hiyo fedha zilizokuja tumezipokea. Kwa taarifa, ilikuja bilioni 3 mwaka 2023. Zimekwenda wapi? Fedha hizi zimekuja, zimeombwa kila mkoa, bajeti kila mkoa imetolewa ya kuweza kukamilisha ujenzi huu. Nyie mmepeleka wapi fedha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyokwisha kusema mkurugenzi, changamoto ambayo tumekutana nayo pale, ukiachana na gharama ya maji, lakini pia jiografia ya eneo letu, kuna mteremko mkali wa kujenga foundation. Kwa hivyo asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kusema tu tumepokea fedha, lakini changamoto kubwa iliyokwamisha kukamilisha ujenzi wa mradi wetu, kikubwa zaidi jiografia ya eneo letu. Mradi umejengwa katika mazingira ambayo kuna miteremko mikali. Nyie mna miteremko mikali kuliko Lushoto? Lushoto imezidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini hata kwa mradi wetu pia kuna wewe miteremko, mkurugenzi maji.
Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna changamoto nyingi, zote hizo zinaambatana. Kamanda wa TAKUKURU, nifanyie uchunguzi wa kina senti mpaka senti na muhusika yeyote aliyehusika kwenye hii fedha. Nipe taarifa hiyo. Okay. Na hata kama ameshahama tutampata huko huko. Nifanyie uchunguzi wa kina, hiyo taarifa niipate ili niweze kunisaidia kufanya maamuzi. Senti mpaka senti. Na hii miundombinu, shule ya msingi, shule ya sekondari Mzindakaya, zote hizi na zenyewe zimechelewa. Shida ni nini? Vifaa vimechelewa, bwalo. Shida ni nini? Madarasa, vyumba vya madarasa. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Changamoto nyingine ambayo inatukabili kubwa ni wazabuni ambao tunawapata kutoka kwenye mfumo. Unakuta wengi hawana mitaji ya kutosha, kwa hiyo inatulazimika wakati wa kuleta vifaa anashindwa, tunajaribu kutafuta wengine. Kwa hiyo ile delay ya muda inachangia kuchelewesha mradi. Mitaji hii ni biashara, kwani si fedha ziko, sikuna budget ya mradi. Ni kweli Mheshimiwa, lakini lazima alete vifaa tukague then tumlipe. Kwa hiyo anashindwa kuleta vifaa. Kamanda, fanyia ukaguzi miradi yote hii nipate taarifa. Hizi ngonjera tu. Fanya uchunguzi kwenye miradi yote hii nipate taarifa. Najisahau sana. Na haya yote yanafanyika kwa sababu tunafanya miradi ya maendeleo kuwa siri. Na fedha za miradi ya maendeleo tunafanya ni siri. Sasa Katibu Tawala, fedha za miradi ya maendeleo zikishafika, uende wa afisa masuhuri, nakala iende kwa mkuu wa mkoa. Na fedha zikishatumwa kwenye halmashauri, nakala apewe mkuu wa wilaya, nakala apewe mbunge. Na fedha zikishaenda kwenye mradi ulioko kwenye kila kata, nakala apewe diwani wa eneo husika. Msifanye fedha za miradi ya maendeleo kuwa ni siri.